Umeshawahi kuamka ghafla katikati ya usiku, moyo unapiga kwa kasi, jasho la kutoka na hofu isiyoelezeka imekushika? Sio ndoto ya kawaida, sio bahati mbaya. Kuna kitu kinaongea ndani ya ulimwengu wa roho. Watu wengi hupuuza, lakini ukweli ni huu: kuna ndoto ambazo si za kawaida, zinabeba ujumbe, zinabeba onyo na hata vita vya kiroho vinavyoendelea juu yako. Swali ni hili: ni nani alikuwa akizungumza nawe kupitia ile ndoto? Kwa nini uliamka na hofu badala ya amani? Katika video hii nitakwenda kukufundisha, ukiamka na hofu baada ya ndoto, maana yake huashiria vitu hivi katika ulimwengu wa kiroho. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, nisiwe mchoyo wa shukrani. Napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Hakika ninyi ni watu wa muhimu na wathamani sana kwetu. Tunawaombea kwa Mungu awalinde, awatunze na awafanikishe kwenye kila jambo ambalo mnalifanya. Lakini pia kama wewe ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media na bado huja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaangalie ukiamka na hofu baada ya ndoto, maana yake halisi kiroho. Kuamka na hofu baada ya ndoto si jambo la kupuzwa kiroho. Hali hii inaweza kuwa na maana kadhaa nzito ambazo zinahitaji utambuzi na hekima. Jambo la kwanza, ukiamka na hofu baada ya ndoto, maana yake ndoto hiyo inaweza kuwa inaashiria ni onyo. Inaweza kuwa inaashiria ndoto ya onyo. Wakati mwingine Mungu huruhusu ndoto ili kukuonya kuhusu jambo linaloweza kutokea au hali ulionayo. Kuna wakati mwingine Mungu anaweza kutumia ndoto kwa lengo la kukuonya. Ukashangaa umeota ndoto, lakini ndoto ile baada ya kuamka, ukaamka ukiwa na hofu na mashaka, ukaamka ukiwa na hofu, mapigo ya moyo yanakwenda kasi. Ndoto hiyo inaweza kuwa inaashiria ni onyo. Yamkini ulikuwa unataka kufanya maamuzi fulani au ulikuwa unataka kuchukua maamuzi fulani. Ghafla labda unapokwenda kulala, unashangaa unaota ndoto ambayo ndoto hili inakupa hofu, inakufanya uamke ukiwa na hofu au na amani kabisa. Ndoto hiyo inaweza kuwa inaashiria onyo. Mungu anaweza kuwa anakutahadharisha juu ya maamuzi kabla hujachukua. Jambo la msingi ambalo unatakiwa litambue, ndoto ni njia mojawapo ambayo Mungu huitumia kuzungumza na watu wake. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14 hadi wa 15 imeandikwa nukuu: kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uajiliapo watu, katika usingizi kitandani. Kwa hiyo hapa tunaona wazi kuwa ndoto inaweza kuwa njia ya Mungu kuzungumza. Hofu unayohisi inaweza kuwa ni ishara ya uzito wa ujumbe huo. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unaamka ukiwa na hofu, moyo wako ukiwa umejaa hofu na mashaka. Ndoto hii inaweza kuwa inaashiria kuna jambo ambalo unatakiwa ulifanye. Inaweza kuwa inaashiria kuna kitu ambacho unatakiwa ukifanye kwa mapema zaidi. Kwa hiyo ndoto hii inaweza kuwa ni onyo. Yamkini kuna hatua unataka kuchukua au kuna jambo ambalo unataka kulifanya, lakini ghafla unaota unaamka ukiwa moyo wako ukiwa na hofu, umekosa amani. Ndoto hii inaweza kuwa inaashiria ni onyo. Ndoto ya namna hii haitakiwi kupuuzwa. Watu wengi huwa wanapuuza na mwisho wa siku wanajikuta wakiwa kwenye hali ya shida, wanajikuta wakiwa wameingia kwenye matatizo. Watu wengine wanapuuza, anachukulia ndoto ya kawaida, lakini mwisho wa siku anakuja kukumbuka na kwamba hii ndoto niliwahi kuiota, ndoto ya namna hii, wakati yupo tayari kwenye shida. Kwa hiyo unapoona dalili ya namna hii, hutakiwi kupuuza. Unapoamka ukiwa na hofu baada ya kuota ndoto, hutakiwi kupuuza. Unatakiwa ifuatilie ndoto hiyo kwa umakini na kwa hekima ya kimungu, ili uweze kujua ndoto hiyo inaashiria vitu gani, lakini pia ujue inakutaka ufanye vitu gani, kwa sababu kuna kitu Mungu anaweza kaa na kuonya, na ukipuuza, basi tambua jambo baya litakupata. Lakini jambo la pili, ukiamka na hofu baada ya kuota ndoto, kaamka na hofu,
ndoto hii inaweza kuwa inaashiria mapambano ya kiroho, tunasema spiritual attack, mapambano ya kiroho. Sio kila ndoto inatoka kwa Mungu. Zipo ndoto zinazosababishwa na mashambulizi ya kiroho, zipo ndoto ambazo huwa zinasababishwa na mashambulizi ya kiroho. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 6 na mstari wa 12 imeandikwa, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ukiamka na hofu kali, inaweza kuwa ni ishara kuwa kulikuwa na mapambano ya kiroho, ambazo dalili mojawapo ambayo inaonyesha kuwa kulikuwa kuna mapambano ya kiroho ni hofu isiyoelezeka. Unaamka ukiwa na hofu isiyoelezeka, au mapigo ya moyo kwenda kasi. Unashangaa unaamka ukiwa na hisia ya kuwa kuna kitu kibaya. Yaani unaamka kabisa moyoni mwako unakuwa unaona kabisa kuna kitu kibaya, kuna kitu kibaya ambacho kinaendelea. Kwa hiyo ukiona ishara namna hii, hutakiwi kuipuuza kabisa, hutakiwi kuipuuza hata kidogo. Inaweza kuwa inaashiria kana kwamba kuna mapambano ya kiroho, kuna mapambano ya kiroho ambayo utakiwa kuyapuuza kabisa. Yaani unajikuta kabisa unaamka kabisa, moyo wako, hisia zako zinakwambia kuna kitu kibaya. Ukiona ndoto hii utakiwa kupuuza kabisa. Watu wengi wanapuuza na mwisho wa siku wanajikuta wakiwa katika shida. Lakini jambo la tatu, unapoamka ukiwa na hofu, umeamka ndotoni ukiwa na hofu na mashaka yasiyoelezeka, ndoto hii inaweza kuwa inaashiria akili na roho kutokuelewana. Wakati mwingine roho yako inapokea ujumbe mzito, lakini akili yako haijazoea, hivyo unaamka na hofu. Kwa hiyo kuna wakati mwingine ukiamka ukiwa na hofu na mashaka, manake inaweza kuwa inaashiria akili na roho kutokuelewana, akili yako na roho yako kutokuelewana. Kwa hiyo wakati mwingine roho yako inapokea ujumbe mzito, lakini akili yako haijazoea, hivyo unaamka ukiwa na hofu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 5 na mstari wa 3 imeandikwa, kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi, na sauti ya Biblia inasema kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi. Hii inaonyesha baadhi ya ndoto zinachanganywa na mawazo ya kawaida, lakini hofu kubwa huonyesha kuna kitu zaidi ya kawaida. Kwa hiyo utakiwa kupuuza. Zipo ndoto ambazo huwa zinatokana na shughuli za kila siku. Unakuta labda unafanya shughuli fulani au ulikuwa kwenye mawazo fulani sana, unashangaa unaiota ndoto hiyo. Lakini zipo ndoto ambazo zinakuja na ujumbe mzito ambao hata akili yako inashindwa kuzielewa, inashindwa kuzing'amua. Kwa hiyo unajikuta unaamka ukiwa na hofu na mashaka. Lakini ukiamka pia ukiwa na hofu, ukaamka ndoto ukiwa na hofu na mashaka, mapigo ambayo yanakwenda kasi, ndoto hiyo inaweza kuwa inaashiria roho yako inakuonyesha hatari. Inaweza kuwa inaashiria roho yako inakuonyesha hatari. Kiroho, roho ya mtu inaweza kuhisi hatari kabla haijatokea. Kiroho, yani roho yako inaweza kawa inahisi hatari kabla haijatokea. Ndoto yenye hofu inaweza kuwa ni onyo la watu wabaya karibu nawe, au inaweza kuwa inaashiria tahadhari ya maamuzi mabaya, au inaweza kuwa inaashiria ishara ya hali inayokuja. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 2 na mstari wa 12 imeandikwa, nao wakiishwa kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwa njia nyingine. Hapa tunaona ndoto ilitumika kuokoa maisha. Kwa kuna wakati ndoto unaweza kuota, ndoto hiyo inaweza kuwa inaashiria tahadhari, inakuwa inakutahadharisha kabla hujachukua maamuzi mabaya, inakuwa inakutahadharisha kabla hujapatwa na kitu kibaya. Ndio maana kuna wakati unaota ndoto fulani, ndoto hile inakuwa inakutahadharisha. Ndoto hiyo inakuwa inakutahadharisha kuna kitu kibaya kinakuja, kwa hiyo unatakiwa usimame. Kwa hiyo ukiota ndoto namna hii unatakiwa uombe. Ndio maana ukisoma kwenye Biblia kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 2 na mstari wa 12, Biblia inasema nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwa njia nyingine. Unaweza kuona hapa tunaona ndoto ilitumika kuokoa maisha. Anaota ndoto lakini hawaipuuzi. Kwa hiyo ukiota ndoto namna hii hutakiwi kupuuzia kabisa, hutakiwi kupuuzia hata kidogo. Usipuuzie kabisa, kwa sababu ndoto inaweza kuwa inakuonyesha hatari inayokuja. Na jambo la msingi ambalo unatakiwa utambue, Mungu anakuonyesha, anaweza kana kuonyesha kwa lengo la wewe kuchukua hatua, sio kwa lengo la kutisha. Unaweza kuwa ukapata nafasi ya kuomba, na kama ni jambo baya lisitokee kabisa. Lakini jambo la 5, kukosa ulinzi wa kiroho.
ukiamka ukiwa na hofu kubwa sana baada ya kuota ndoto, inaweza kuwa inaashiria kukosa ulinzi wa kiroho. Kuamka na hofu pia inaweza kuonyesha udhaifu wa kiroho, hasa kama mtu hana maombi au ulinzi wa kimungu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 4 na mstari wa 8 imeandikwa, katika amani nitajilaza na kupata usingizi mara, maana wewe Bwana peke yako ndiwe unijuliaye kukaa salama. Kwa hiyo Mungu anasema katika amani nitajilaza na kupata usingizi. Biblia inasema katika amani nitajilaza na kupata usingizi mara, maana wewe Bwana peke yako ndiye unijaliaye kukaa salama. Kama amani haipo, inawezekana kuna sehemu ya maisha yako inahitaji kurekebishwa kiroho. Lakini jambo la 6, hii ni ishara ya mapambano usiyoyaona. Watu wengi wanafikiri vita ni vya kimwili tu, lakini ukweli ni huu: kuna vita vinapiganwa usingizini, na ndoto zako zinaweza kuwa uwanja wa vita, sehemu ya mashambulizi, au hata eneo la ushindi. Ukiamka na hofu kali, inaweza kumaanisha ulipambana lakini hukushinda kikamilifu, au ulikuwa unashambuliwa bila kujua jinsi ya kupigana na wewe. Kwa hiyo ndio maana ukisoma kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 10 na mstari wa 3 hadi wa 4 utaona silaha za vita vyetu sisi si za mwili, zina uwezo katika Mungu. Hii inaonyesha kuwa vita vya kiroho vinahitaji ufahamu na mamlaka ya kiroho. Sasa takwenda kufundisha mambo ya msingi. Ufanye nini ukiamka na hofu baada ya ndoto? Hapa ni jambo la msingi sana. Yaani vitu vya kufanya. Ufanye nini ukiamka na hofu baada ya ndoto? Unatakiwa ufanye vitu gani? Nitakwenda kuambia viko vitu vingi, lakini kwa leo wacha nikakwambia vitu 5. Jambo la kwanza, omba mara moja, vunja kila hofu kwa jina la Yesu Kristo. Baada ya kuamka, yani umeamka ukiwa na hofu, jambo la kwanza ni anza kufanya maombi. Ingia kwenye maombi, vunja kila mambo ya mabaya, vunja kila nguvu ya giza, vunja kila mipango mibaya, vunja kila hofu katika jina la Yesu. Jambo la pili, kataa ndoto mbaya, usikubali ikae ndani yako. Kataa hiyo ndoto mbaya. Hata kama hujui kuomba, wewe sema naachilia damu ya Yesu Kristo kwenye ndoto niliyoiota. Ninakataa kila aina ya mabaya katika jina la Yesu. Ninayafunga kila aina ya mabaya, hayatatokea katika jina la Yesu. Hayatatokea juu ya maisha yangu, hayatatokea juu ya, kama kuna mtu ulimuona unasema hayatatokea juu ya mtu niliyemuona katika jina la Yesu. Kwa hiyo ni jambo la pili. Jambo la kwanza omba, jambo la pili kataa ndoto mbaya. Usikubali ikae ndani yako. Lakini jambo la tatu, tafakari ndoto hiyo. Je, kuna ujumbe? Pata muda wa kutafakari ndoto hiyo. Je, kuna ujumbe ambao unatakiwa uchukue? Kuna kitu ambacho unatakiwa ukichukue? Tafakari. Jambo la 4, jilinde kiroho. Kuwa na maisha ya maombi. Hii jambo la msingi sana. Jilinde kiroho. Kuwa na maisha ya maombi. Lakini jambo la 5, ijaze akili yako kwa neno la Mungu, ndio ngao yako. Ijaze akili yako na moyo wako neno la Mungu, ndio ngao yako. Sasa ukweli ni huu, sio kila hofu ni ya kawaida, na sio kila ndoto ni ndoto tu. Kuna ndoto zinazobeba ujumbe, onyo, vita au mwongozo wa mbinguni. Ukipuuzia unaweza kupoteza uelekeo. Ukielewa unaweza kuokoa au kubadilika kabisa na kushinda. Kumbuka, ndoto inaweza kuwa sauti ya Mungu au uwanja wa vita, lakini wewe una mamlaka ya kuchagua jinsi ya kujibu. Ni matumaini kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba uniambie umejifunza kitu gani, lakini pia ningefurahi ukiniambia unatufuatilia kutokea sehemu gani. Mungu akubariki sana na kupenda sana. Nikutakie wakati mwema.